Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu wa alaihi wasallam wa ba'd. Zangu wapendwa, nimekuja na jambo ambalo kwamba ni tukio kikubwa sana kilitokea baada ya baba moja mwenye msimamo akiwa sehemu za mji wa Eldoret huko Kenya alipojiingiza katika harusi iliyokuwa weekend iliyopita kwa hasira kubwa na kwa istikama kubwa sana. Akaja akaleta vurugu na kuvunja harusi ilikuwa inafanyika huko kwenye hall, yani kwenye sal, na watu wengine kuumia waliumia, lakini watu walitoka hapo kila moja na njia yake bila kujua nani anafanya nini. Kisa kilichokifanya huyo mzee fanya hivyo, akawa amemwambia yule kijana mwenye anaoa, na akaambia familia, jamani, mimi mwanangu nimemlea katika malezi ya Qur'an al-Karim na sitokuwa tayari kuvumilia kuona harusi yake baada ya kuwa inapita katika halali ipite katika msingi ya kuweza kuweka mziki na mambo ya kudance katika harusi hiyo. Kama utakubali shebu kijana, subiri utakapompeleka kwako, mambo mengine kule basi itakuwa chini ya amri yako, lakini kama bado hakujafika mpaka anaingia kwako, mkifanya hilo basi na wa promise mtapata kitu ambacho kwamba kitashangaza dunia nzima. Walifikiri kwamba ni mzaa. Basi kilichotokea, mzee alikuja ndani ya holi, akamchukua msichana wake, akamubeba, akamvuta kama vile mbuzi kwenye kamba na kumrudisha nyumbani. Anasema basi tutanegotiate ile harusi mara nyingine, afu utajua kwamba hali ya msimamo ya Uislamu inakuwa namna gani. Na huyo mzee bila shaka ni katika kabila ya Kisomali. Angalia basi hapa inshallah, na wewe pata kuweza kupata fikra. Tunaposema na sisi Bunya hapa, kwa kweli tuanze kuona kupunguza vitu vingine, inakuwa na sababu zake jamani. Mashallah, mzee huyo na mtoto wake, basi safari